Habari zenu? Kila mtu yuko sawa? Sawa kabisa. Mimi ni Jason Yanowitz, mmoja wa waasisi wa Blockworks. Katika takriban sekunde 30 kutoka sasa, tutakuwa na tukio la kihistoria. Rais wa Marekani atalihutubia kongamano la mali za kidijitali. Hii ni mara ya kwanza katika historia ambapo rais aliyeko madarakani anahutubia mkutano wa sarafu za kidijitali. Tafadhali tupige makofi makubwa na tumkaribishe rais wa Marekani kuhutubia kongamano la mali za kidijitali. Kwa kila mtu aliyeko kwenye kongamano la mali za kidijitali la Blockworks, ni heshima kubwa kuzungumza nanyi kuhusu jinsi Marekani inavyojiandaa kutawala sekta ya sarafu za kidijitali na teknolojia za kifedha za kizazi kijacho. Haitakuwa kazi rahisi, lakini tuko mbele sana. Wiki 2 tu zilizopita tulifanya mkutano wa kwanza kabisa wa mali za kidijitali katika ikulu ya White House, tukiwakutanisha pamoja viongozi wengi mashuhuri wa sekta ya sarafu za kidijitali kwa mazungumzo yaliyoongozwa na mtaalamu wetu wa akili bandia na sarafu za kidijitali katika White House, David Sacks, ambaye ni mtu mzuri na mwenye akili sana. Katika wiki hiyo hiyo, nilitia saini agizo la kuanzisha akiba mpya ya kimkakati ya Bitcoin pamoja na hifadhi ya mali za kidijitali ya Marekani. Hatua hii itairuhusu serikali ya shirikisho kuongeza thamani ya mali zake badala ya kuziuza kwa bei ya chini sana, kama alivyofanya Biden. Yeye alipata tu sehemu ndogo ya thamani yake halisi. Tunamaliza vita vya udhibiti visivyo na maana dhidi ya sarafu za kidijitali na Bitcoin vilivyoendeshwa na utawala uliopita, na hili linajumuisha kukomesha operesheni haramu ya Choke Point 2.0. Operesheni hiyo ilizidi udhibiti wa kawaida. Kwa kweli ilivuka mipaka. Ilikuwa aina ya vita vya kisheria kupitia matumizi mabaya ya mamlaka ya serikali. Kwa kweli, ilikuwa aibu kubwa. Lakini kuanzia tarehe 20 Januari mwaka wa 2025, mambo yote hayo yamekwisha. Nimewataka pia wabunge wa Congress kupitisha sheria muhimu ambazo zitaleta kanuni za moja kwa moja na zenye kueleweka kwa stablecoins na muundo wa soko. Kwa mfumo wa sheria unaofaa, taasisi kubwa na ndogo zitakuwa huru kuwekeza, kuvumbua na kushiriki katika mojawapo ya mapinduzi makubwa zaidi ya kiteknolojia katika historia ya kisasa. Ni mapinduzi makubwa sana. Nadhani ni makubwa kama inavyowezekana. Wavumbuzi kama nyinyi mtaweza kuboresha mifumo yetu ya kibenki, usalama na mali kwa ajili ya watumiaji na biashara za Marekani. Mtatoa nguvu kubwa ya ukuaji wa kiuchumi. Na kupitia stablecoins zinazoungwa mkono na dola ya Marekani, mtasaidia kupanua nguvu ya dola ya Marekani kwa miaka mingi ijayo. Itasalia kuwa juu kabisa. Na hapo ndipo tunataka iendelee kuwa juu kabisa daima. Ninaweza kuona tayari kwamba ari na shauku ya jamii ya crypto ni aina ya roho ambayo ilijenga taifa letu. Ni jambo la kusisimua kuona mnavyovumbua mustakabali wa fedha, na itafanyika hapa Marekani. Marekani itaendelea kuwa nchi nzuri kama kawaida yake. Kwa pamoja, tutaiweka Marekani kuwa nguvu isiyopingika ya Bitcoin na mji mkuu wa sarafu za kidijitali duniani. Asanteni, kila la heri, na Mungu ibariki Marekani.